Watu wangapi wamepona hapo? Nyoshe mkono. Wangapi? 1 2 3. 1 2 3. Wenjo, na wenjo, na wenjo. Jonjo. Umepona nini? Ngoja upewe mic. Watu wanakuangalia kwenye TV zao. Hujaona TV? Haya, nyie kaeni hapo, alafu ukimaliza huyu atakuja kutoa shuhuda. Nyie kaeni pale, alafu utatuambia, huyu mtoto wangu mzuri. Sawa. Watu wanakuangalia kwenye TV na wewe utajiona baadaye, sawa? Karibu. Umepona nini? Nina miaka karibia 15 nilikuwa sipati usingizi wala silali. Kifua kilikuwa kinanisumbua. Muda wote nilikuwa na mafua yalikuwa yamenishika. Lakini tangia nimejiunga kuja hapa sijawahi kulala bila kupata usingizi. Kila siku nilikuwa nalala napata usingizi. Amen. Na mafua pia ameniacha na kifua kimeniacha. Nilikuwa natumia dawa ya pumu na vidonge. Lakini tangia nimetoka hapa sijaitumia dawa. Samani, tunaomba utuambie jina lako na ni wapi umetokea. Kwa majina naitwa Rael Felchizim Mark. Kwa hiyo mashine iko wapi sasa hivi? Ulikuwa unatumia? Ile mashine iko wapi? Nishaitupa. Ongeza makofi na vigelegele. Mungu akutie nguvu. Mimi nina swali. Kwenye hiyo miaka yote 15 nadhani umetumia mali nyingi kukujitibu, si ndivyo? Lakini nataka uambie hawa watazamaji ambao wametuzunguka hapa, kwa nabii umetozwa kitu chochote? Umetoa shingapi? Sijatoa chochote. Kwa nabii hujatoa chochote? Ndio. Wala nabii hajakuitisha fedha? Hapana. Wangapi wanaamini hilo? Chapia Yesu makofi na vigelegele. Kwa nabii tunaponywa bure. Haleluya. Bure. Njoo tuna imani yako na umwamini nabii kwamba kitamka imekuwa. Haleluya. Una neno lingine la kutuambia? Mimi napenda kuwashauri tuendeleze kumuomba huyu Mungu wa hapa. Tuendeleze kumwomba Mungu hapa. Ni Mungu wa Nabii Ernest tu. Karibu. Ila pia jana tumetoka na maji hapa tukaenda nayo nyumbani. Baada ya kwenda nayo nyumbani, tulipofika nyumbani, mama alizungukia nyumba nzima yote akamwagia maji. Alipomwagia maji, baada ya kumwagia maji akaenda kumwagia na chooni, akapita na kwa jirani yake. Akamwambia na kumwagia maji. Kwanza yule jirani yake akamwambia nimwagie maji, akamwagia maji. Akamwagia na watoto wake. Watoto wamwambia naomba na mimi nimwagie maji mama, akamwagia. Lakini yule mama akaja akamgeuka mama wangu akaenda kusema kwa balozi. Kaenda kushtaki kwa balozi kwamba amekuja kumwagia maji naye kwa hitaji maji yoyote, amemfanya kwamba ameamka asubuhi anaumwa kila mahali watoto wake. Wewe umeielewa hiyo? Umeelewa? Nani ameelewa niambie? Piga makofi, simama juu. Piga makofi zaidi. Huyo ndo Mungu tunayemtaka. Mungu wa mahali hapa, Nabii Ernest. Basi baada ya hapo balozi akamfuata mama nyumbani ili wasuluhishe. Baada ya kumfuata mama nyumbani, huyu balozi akaenda na mama kwa huyo mama ili wajue ukweli ni upi. Walipofika yule mama alimuita dadangu, huyo alimuita kwa mtoto wa huyo mama alimuita dadangu ni mchawi. Na pamoja na mama yangu. Huyo balozi alisema kwamba kama wewe ulisema mwenyewe unaomba maji na yule mama alikumwagia maji, imekuaje tena imekuja kuleta kesi? Basi wakaja akasuluhisha ikaisha. Imekuaje? Si umeomba mwenyewe? Umeomba mwenyewe moto ukapokea moto.
Sasa moto unakuunguza, unalalamikaje unaungua? Aya, Mungu ana bindo huyu. Haleluya. Mmehudhuria hapa siku ngapi mama? Nina kama siku 4. Siku sio mwezi, ni siku 4. Umeona matendo makuu. Ila pia mama baada ya kuamka asubuhi aliniacha mimi nimelala. Mama kaamka asubuhi, baada ya kutoka nje alikuta mlangoni kama kitu kimenyunyuziwa. Lakini mama yeye alichukua ile maji tena akamwaga. Ndio baba na yeye akatoka nje. Safi sana. Piga nikupige. Imani kubwa namna hii. Yaani wamemnyunyizia vitu vyao na yeye naeka ya kwake. Yes. Safi sana. Wanafurahi, simama juu tupige makofi. Ili ya kwamba upokee na wewe. Naendeleaje? Endelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Jovita Charles. Nimekuja hapa kwa Mungu wa nabii. Mimi kuanzia mwaka jana kipindi nasoma niko form 4. Sogezee mic Karibia na mtihani wa taifa nilianza kuvimba miguu na kuumwa kichwa. Nikawa naumwa mara kwa mara, mzazi wangu anazunguka kila baada ya siku 3 napelekwa hospitali. Akinitoa hospitali akinirudisha shuleni, ikawa tu mimi ni mtu wa hospitali. Basi nilivyomaza form 4 nikaja nyumbani, hali ikawa ndo hiyo hiyo, nikawa naumwa mara kwa mara. Juzi mama yangu akaniambia twende maombi. Mimi ni mtu ambaye sipendi maombi. Nikakataa, nikamwambia naumwa. Mdogo wangu akaniambia kitanda na Mungu ni upi bora? Nikaamka. Nikaja maombi. Nilipokuja maombi nilifika pale. Nikaanza kujisikia kichefuchefu. Nikataka niondoke. Mdogo wangu akaniambia usiondoke. Kaa hapo hapo. Mchungaji alipoanza kuomba, miguu ilianza kuuma. Imeuma ikaachia. Ikafuata tumbo likaachia. Namshukuru Mungu pia na kichwa kimeachia. Jana nilikuwa naumwa mkono. Mimi wazazi wangu wamezunguka kwanza nikiwa darasa la 2 mpaka na maza form 4 na hospitali ambao hajaenda kwa ajili ya mkono. Wametumia hela nyingi sana. Lakini baada ya jana mtumishi kuniombea, mkono wangu umeachia kidogo. Makofi haitoshi. Hebu tuambie labda huu mkono ulikuwa huwezi kufanya nini? Yaani mkono ulikuwa uko hivi. Lakini jana baada ya kuombea umeachia kidogo na nilikuwa na chuma. Na hizi siku za karibuni nilikuwa nanisumbua, ila sikutaka kumwambia mzazi wangu. Nilikuwa nasumbuliwa na mkono, kuna saa unaisha nguvu kabisa. Jana baada ya kuombewa umeachia kidogo, ila usiku sijalala. Maumivu nilipata upande huu mzima mpaka chini. Mimi nataka nikwambie, miguu imeachia, tumbo likaachia, kichwa kikaachia. Na huu mkono si kitu mbele ya nabii. Haleluya. Amina. Makofi haitoshi. Pole sana. Asante. Haya, barikiwe sana. Lakini mimi napenda kuwashauri. Imani yako ndio inakuponya. Imani yako ndio inakutoa sehemu ulipofungwa. Na mimi naamini Mungu ataendelea kunipa imani na nitasimama katika imani, maana imani yangu ndio imenitoa hapa. Nimezunguka maombi sehemu nyingi sana. Sijafanikiwa, lakini nimefika hapa, imani yangu imeniponya. Na mimi pia ukiwa na imani utaponya. Makofi haitoshi. Mimi nadhani baba hajaisikia. Amezunguka wapi? Sehemu nyingi, si ndivyo? Lakini hapa hapa ni kiboko. Hapa ni kichapo. Wamepigwa wakaachia mtoto wetu mzuri hivi jamani. Barikiwe. Asante. Lakini pia mdogo wangu alivyosema, huyo aliyetuambia sisi ni wachawi. Ni kweli tumeitwa wachawi. Maana ni mama mkubwa wangu mimi kabisa. Jana tumetoka maombi. Yaani ni jirani yangu lakini namfanya kama mamangu. Manendo amenileta hapa. Nikaambia shangazi twende tunyunyuze maji nyumba yote. Twende mpaka chooni. Tumepita kweli tumemkuta anafua. Akasema naomba na mimi ninyunyize. Shangazi akamnyunyiza. Tumekaa mtoto wake ndani akaita. Akasema shangazi na mimi nyunyize mtoto wangu, na mtoto wake ni mzazi akanyunyizwa. Watoto wake wote wakaja. Tulivyotoka pale
Asubuhi tukaamka. Maana tumepangisha. Akasema nimemsalimia kwanza hajaitika. Akaniambia kwanza leo msitaki kutumia choo na wewe tumia na shangazi yako. Umeona? Wanaanza kujitenga. Mafuta na maji havichangamani hata siku moja. Nikamwambia sawa, shangazi akaja. Tumekaa kidogo muda mchana tukawa tunakula. Balozi akagonga. Akamkuta mama hapa. Akamwambia ndo mama Zai. Akamwambia ndo. Akamwambia unasali kwa nabii? Akamwambia ndio. Akamwambia na shida na wewe, umemfanyia nini Marama? Mimi nikamwambia balozi, shikamoo samani. So huyu ni shangazi yangu. Akasema mmemfanyia. Nikamwambia sija, tunanyunyiza maji. Akasema tumwagie. Tumemwagia, ndio hivyo. Aenda kumwambia balozi tumempa maji ya maiti, si ni wachawi. Lakini mimi naamini uchawi wa Mungu wa nabii. Yes. Mimi ndo nautaka uendelee kuwa hivi. Wewe unautaka uchawi wa Mungu wa nabii? Ndio. Uchawi wa Mungu wa nabii mimi ndo nautaka. Haleluya. Yeah. Sasa unaona, unaweza kutembea na mtu mkawa wawili, lakini anakuchezea yeye kwa waganga. Sasa wakati anakuchezea kwa waganga, siku ukijitenga hivi, ukageuka ukasimama ukapata mtetezi, naye anakugeuka. Wewe ni kusonga mbele. Kwani wewe unataka urafiki, unataka shetani awe rafiki yako? Hapana. Wewe songa mbele, wewe piga maombi yako. Amekuja na umlete huku avuliwe, mapepo yaondoke na maisha yafanyaje? Yaendelee. Hebu mpigie Yesu makofi zaidi. Tusimame. Sema leo watanikoma. Sema kwa sauti leo. Sema kwa sauti leo. Watanikoma. Nikifika nyumbani watakoma. Na wapiga. Na wateketeza. Na vunja ngome zao. Na vunja madhabahu zao. Katika jina la Yesu.